Okay, karibu tena katika kipindi cha Tiba ya Sheria. Ni mimi mwanasheria wako pendwa katika kipindi hichi, Jamali Ahmadi. Siku ya leo nilipenda uweze kufahamu, je, unajua ya kwamba uzembe wako unaweza ukapelekea ukahukumiwa kwa mauaji? Watu wengi walikuwa hawafahamu hichi kitu. Ipo hivi, kila mtu ana wajibu wa kuweza kuutimiza, na huo wajibu unaweza ukawa umeainishwa kisheria ama haujaainishwa kisheria, lakini direct au automatically ukawa una huo wajibu. Kwa mfano, mzazi ana wajibu wa kuwatunza watoto wake. Akishindwa kufanya hilo jambo, akishindwa kutimiza wajibu huo, basi mzazi huyo anaweza akahukumiwa kwa kosa la kushindwa kutimiza wajibu wake. Na pia hata mtu wa kawaida ana wajibu wa kuweza kuishi vizuri na majirani zake, na kwa kufanya matendo ambayo hayataweza kuathiri maslahi ya majirani zake. Akishindwa kutimiza hivyo, basi atakuwa ametenda kosa, na jambo lolote ambalo litakuwa limetokea kwa yeye kushindwa kutimiza wajibu wake, basi hilo kosa linaweza likampelekea yeye akahukumiwa kifungu kikali sana kwa mujibu wa kanuni za adhabu. Sasa napenda kuthibitisha hiyo kauli kwa kuweza kuangalia kesi maarufu moja ambayo ni kesi ya Jamhuri vs Chepe Kalangale, kesi ya mwaka 1970 iliyoweza kuamuliwa Mahakama Kuu. Hii kesi ipo hivi. Defendant au mtuhumiwa alikuwa anaitwa Chepe Kalangale, ambaye yeye alikuwa anaishi nyumba moja au anaishi na mtoto ambaye alikuwa amepewa aweze kumlea mtoto wa ndugu yake, ambaye huyo mtoto alikuwa ni mtoto mwenye umri mdogo. Basi baada ya yeye kukabidhiwa mtoto huyo, tunasema kwamba maslahi yote ya mtoto yalikuwa yapo chini under the custody of the Chepe Kalangale. Kwa hiyo Chepe Kalangale yeye ndio alikuwa na wajibu wa kuweza kusimamia maisha yote ya yule mtoto. Yeye ndio kuweza kusimamia maslahi yote ya yule mtoto. Lakini Chepe Kalangale hakuweza kutimiza hivyo. Yeye alikuwa yuko busy na kazi zake, akitoka asubuhi anarudi usiku, hawezi kumwangalia yule mtoto. Basi sasa siku moja kuna mvua kali ilikuwa imenyesha, ambapo hiyo mvua ilimpelekea yule mtoto kuweza kupigwa na baridi kali. Basi Chepe Kalangale alivyorudi kutoka kazini, anafika anakuta yule mtoto amefariki kwa baridi kali kwa sababu ya kuweza kukosa joto. Basi Chepe Kalangale aliweza kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Baada ya kufikishwa mahakamani, aliweza kuhukumiwa kwa mauaji ya bila kukusudia, na jaji ambaye alihusika kumhukumu Chepe Kalangale alikuwa anaitwa ni Mzava Jaji, ambaye jaji huyo aliweza kusema kwamba mtu kushindwa kutimiza wajibu wake kisheria ambao umewekwa juu yake dhidi ya mtu mwingine, basi mtu huyo jambo lolote litakaloweza kumkuta yule mtu ambaye yuko chini ya usimamizi wa huyo mtu kwa uzembe, basi ataweza kuhukumiwa. Na hapo Chepe Kalangale alikuwa ni moja ya mfano wa watu ambao walikuwa ni wazembe na walishindwa kusimamia wajibu wao ambao umewekwa kisheria. Kwa hiyo aliweza kuhukumiwa kwa kupitia kifungu cha 223 cha kanuni za adhabu, ambacho kinaonyesha causing of death ilikuwa ni uzembe wa Chepe Kalangale, ndio ilikapelekea yule mtoto kuweza kufariki. Hivyo basi ninapenda kuwaasa ndugu zangu, kuweni makini sana na matendo yenu, kuweni makini sana na wajibu wenu ambao umeweka. Ukishindwa kutimiza wajibu wako, basi utaweza kuhukumiwa kwa kanuni za adhabu, tena unaweza ukapata kanuni kali sana. Hivyo basi kama kuna mzazi nyumbani ana wajibu wa kuwatunza watoto wake, inabidi awe makini na kuweza kutimiza huo wajibu wa kuweza kuwatunza hawa watoto.